Naomba nini fomu. Mzee wa kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, amina. Hongera kwa ibada. Ninamshukuru Mungu kwa neema kuu aliyonipatia. Ndio, vipi unaonaje hali ya ibada kwa siku hii? Kwa kweli ibada imekuwa nzuri, tena nzuri sana. Ndio. Jambo la kushangaza, mwaka huu tumeuanza kitofauti. Idadi ya washarika wamekuwa na mwamko mkubwa kuja kanisani. Ukichelewa tu unakosa hata sehemu ya kukaa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu sana na tuendelee kuliombea. Sawa, vipi kuhusiana na somo la leo lililofundishwa na mchungaji? Somo la leo binafsi nimeguswa tofauti. Sawa, ninalisoma na ni kawaida, lakini kwa kweli somo la leo mimi binafsi limenigusa na ninatakiwa nichukue hatua ya kuanza kuwakaribisha wageni, kwa sababu unaweza ukamfukuza mtu kwa kumuona kwa muonekano wake, kumbe unafukuza malaika wa Mungu. Okay. Vipi kuhusiana na vikundi ambavyo vimetumika katika ibada yetu ya siku hii? Kwenye eneo la vikundi vilivyotumika, kiukweli kila kimoja kimetumika kipekee. Kumekuwa na hamasa ya ibada, kuanzia kwaya ya kwanza ya umoja, kwaya ya kina mama, baadaye Penueli na vijana. Kwa ibada imekuwa na mguso wa namna yake pia. Amina. Unawaambia nini watu ambao wapo hawahudhurii ibada na watu ambao hawatamani kujiunga na vikundi? Kwenye eneo la kuhudhuria ibada ndio eneo ambalo natakiwa tuendelee kuhimizana, lakini kuombeana, kwa sababu shetani yupo kazini. Kwa ile eneo ndio eneo muhimu sana kwa Mkristo. Kama mchungaji amesisitiza mara kadhaa kwamba usipange kukosa ibada ya Jumapili, yale masaa mawili yanaweza kukupa manufaa makubwa kwenye maisha yako na mibaraka mingi ikaelekezwa. Akawagusa wanafanyabiashara kwamba kitendo cha mfanyabiashara anatakiwa ajue Jumapili ni siku ya kufanya ibada. Hivyo wale tunawaita wateja wake wajue kwamba huyu mtu ni Mkristo na Jumapili anapaswa kuwa kanisani, waanze kumiminika kwenye biashara zao mara baada ya ibada, kwa maana ya saa 6 na kuendelea. Haya basi, asante sana na kushukuru mzee wa kanisa na nikutakia Jumapili njema. Asante sana, Mungu pia awabariki sana. Amina. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina, hongera kwa ibada ya leo. Asante sana mwenyekiti wa kwaya. Ndio. Leo nimefurahishwa sana na ibada ya leo. Ndio. Nimefurahishwa na kwaya yako. Amina. Kwa kweli wamemtukuza Mungu, wamefanya vizuri sana. Amina. Vipi unaongeleaje kuhusu ibada ya Jumapili ijayo ambayo itakuwa ni ibada ya kusifu na kuabudu kwa ajili ya kumshukuru Mungu? Yaani naamini kama leo ibada imekuwa hivi, naamini Jumapili ijayo ibada itakuwa nzuri sana, kwa sababu watu wamepokea, watu wamefurahishwa kusikia kwamba ibada ya Jumapili itakuwa ya kusifu. Lazima itakuwa nzuri sana. Amina. Unawaambia nini watu kuhusiana na ibada ya Jumapili ambao hawajaweza kufika siku ya leo katika ibada? Yaani watu ambao hawajafika Jumapili ya leo nawaambia kwamba wasipange kukosa Jumapili inayokuja. Amina. Kwa sababu ni siku ya kumtukuza Mungu, watapata furaha zaidi. Amen. Haya basi, asante na kushukuru mama, nikutakie Jumapili